Kwa majina naitwa Katekista Mikaeli Antoni Mdonyela, katekista wa parokia ya Mtakatifu Yosefu Mme wa Bikira Maria Mwenge Longuo. Karibuni tutafakari mtakatifu wetu wa leo tarehe 15 mwezi wa 5. Mtakatifu wetu anaitwa Isidori Mkulima. Isidori alizaliwa Madrid nchini Hispania karne ya 12 katika familia maskini. Alipokuwa kijana aliajiliwa na mtu mmoja tajiri, akapewa kazi ya kulima shamba lake. Baadaye alioa mwanamke maskini kama yeye, jina lake Maria. Walizaa mtoto mmoja ambaye alikufa akiwa bado mdogo. Isidori Mkulima alikuwa anaamka asubuhi na mapema kila siku kwenda kanisani kushiriki misa takatifu. Baadaye ibada ya misa takatifu alikwenda shambani. Alitunza vizuri shamba la bwana wake. Ingawa familia yake ilikuwa maskini, Isidori na mkewe hawakuacha kuwasaidia jirani zao, hasa wale waliokuwa maskini, wakigawana nao chakula chao. Isidori alitumikia Mungu kwa upendo na uaminifu hapa duniani, na alikuwa na huruma kwa wahitaji. Hivyo alitumikia Bwana wake vyema maisha yake yote. Majirani zake walimchukulia kuwa mtakatifu kutokana na moyo wake wa huruma na upendo. Alifariki dunia mwaka 1130. Papa alimtaja kuwa mtakatifu mwaka 1622. Mtakatifu Isidori ni somo wa wakulima wote, pia ni msimamizi wa mji wa Madrid nchini Hispania. Tafakari. Tutatafakari maisha ya mtakatifu Isidori Mkulima, hasa tukiangalia katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 58 aya ya 7 hadi ya 10. Nabii Isaya anasema, mfungo wa kweli ni kuwagawia wenye njaa chakula chako, kuwakaribisha nyumbani kwako maskini wasio na makao, kuwavalisha wasio na nguo, bila kusahau kuwasaidia jamaa zenu. Mkifanya hivyo mtang'ara kama pambazuko, mkiwa wagonjwa mtapona haraka, na matendo yenu mema yatawatangulia. Nami nitawalindeni kutoka nyuma kwa utukufu wangu. Ndipo mtakapoomba, nami Mwenyezi Mungu nitawaitikia. Mtalia kwa sauti kuomba msaada, nami nitajibu, niko hapa. Kama mkiondoa dhuluma kati yenu, mkiacha kudharau wengine na kusema maovu, mkiwapa chakula kwa ukarimu wenye njaa, mkitosheleza mahitaji ya wenye dhiki, mwanga utawaangazia. Wakati nyakati za giza lenu litakuwa kama mchana. Na vile inasadikika kuwa Isidori Mkulima alipokuwa anatoka katika misa takatifu akienda shambani kwake, alikuta lile shamba limeshalimwa.
Ndiyo maana maisha yake Mungu alimwangazia baraka hizo, kwa sababu yeye alikuwa anamtumikia. Kumbe nasi basi tumtegemee Mungu zaidi, tumpe Mungu kipaumbele zaidi, kama Mtakatifu Isidori mkulima alivyokuwa anafanya. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Usiache kusubscribe katika chaneli yetu ya Habari Njema ili uweze kuona vipindi vingine vinavyofuata. Qui a morto Gesù existi